إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaishi katika tafsiri ya Qur'ani al-Karim Suratul Tariq, ambapo tupo katika sehemu yake ya mwisho sura hii, katika aya za mwishoni kuanzia aya nambari 11 mpaka aya yake ya mwisho nambari 17, na insha Allah taala leo tutamalizia katika aya nambari 15, 16 na 17 katika al-maana al-idahi. Aya nambari 15 Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innahum yakiduna kaida, hakika wao makafiri, hakika watu wabaya, yakiduna, wanafanya kila aina ya vitimbi, yakiduna, wanafanya vitimbi, kaida, vitimbi vya hali ya juu, ili kutaka nuru ya Mwenyezi Mungu isizagae katika dunia, nuru ya dini hii ya Uislamu ikiwa inaongozwa na kitabu chake Mwenyezi Mungu Al-Qur'anul Karim, na ujumbe ukiwa unafikishwa na mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakiduna kaida, innahum yamkuruna binnasi, hakika wao wanafanya vitimbi kuwafanyia watu duniani, bid'awatihim, kwa kuleta mwito wao, ila mukhalafati, wito huo ni kwa ajili ya kwenda kinyume al-Qur'ani, kwenda kinyume na Qur'ani, na wanafanya vitendo hivi biilqai shubuhati, kwa kuleta maneno ya kubabaisha, ili watu wababaike, waache kuisikiza Qur'ani, waache kuitegea masikio, waache kuizingatia. Hapa pahala katika aya hii nambari 15 mpaka aya ya mwisho katika sura Tariq, anataka kutupiwa macho na kutegea masikio vizuri sana. Ni katika moja mahala na muonyesha ijazi al-Qur'ani Karim, na kumtambulisha Mwenyezi Mungu ni nani na ukweli wa ahadi yake katika kila aliyoahidi. Hayo mambo ya kufanya vitimbi ya kuanzia kwa Nabii Muhammad, bali wamefanyiwa vitimbi mitume wengi waliopita kabla yake, hata wakafikia katika vitimbi vya kutaka kumuua mtume wa Mungu, na wako waliouawa mikononi mwa makafiri kama Nabii Zakaria na mwanawe Nabii Yahya. Hawa waliuawa, na wengine Mwenyezi Mungu akaonyesha ufalme wake na nguvu zake wa kuwatoa mikononi mwa makafiri katika mahala mlimokuwa hamuelekei kwamba wanaweza kunusurika mitume. Na njama hizi
na vitendo hivi bado vinaendelea katika ardhi, katika juhudi za kutaka maneno ya Mwenyezi Mungu yasifahamike, yasisikilizwe. Watu wanafanya mbinu nyingine za taaluma, waliposhindwa kutumia maguvu watumia taaluma, kama ilivyokuja katika baadhi ya aya. Kwa mfano katika sura Luqman, Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya nambari 6, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, na kuna watu ambao wanakhitari, wanachagua au wananunua maneno ya upuuzi. Hiyo moja katika mbinu ya hali ya juu inayotumika, yamkuru innahum yakiduna kaidan, hakika wao wanafanya vitimbi vikubwa. Kuna wengine watumia taaluma za hali ya juu kabisa kwa kuleta lahu alhadith, maneno ya kipuuzi, imma kwa kuwatungia vitabu vya hadithi, riwaya za kupendeza za kuvutia, ili na katika riwaya hizo mtakuwa na maneno mawili matatu ya kubughudhi dini ya Mwenyezi Mungu, ya kuonyesha kwamba ni itikadi bubusa kuamini mtu Mwenyezi Mungu na akhira na hivi na hivi na hivi ndani ya riwaya hizo. Na wengine wanaandika katika magazeti yatolewayo kila siku watu, ili akili zao zende katika magazeti yale, na pako pahala wanavizia watu bila ya kujua, wanaandikia mambo ya kuwatoa, ya kuwachisha imani ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani isifanye kazi katika ardhi hii. Mara katika magazeti utaona kuna ukurasa maalum wanaotumia ukurasa huo almunajjimina, wale ambao wanatumia nujum, nyota. Na katika sahifa hiyo, ukurasa huo, wanataja kuabiri, kubashiri mambo ambayo yatatokezea baadaye duniani, na hususan kumhusu binadamu mwenyewe. Wakampangia mwingine nyota yake ya simba, mwingine ya nge, mwingine ya hivi, mwingine ya hivi, na halafu wakamtajia na siku zake za kuzaliwa. Ikiwa umezaliwa tarehe kadha mpaka tarehe kadha, basi wewe umo ndani ya nyota kadha. Na kwa hivyo nyota kadha sasa hivi inabashiri hivi 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 hivi. Lahu alhadith ni moja katika kaidi wanaoitumia watu wabaya. Akiamini mtu upuuzi ule, na akiwa anashughulishwa sana kila siku atakaangalie nyota yangu sasa hivi itapatwa na mambo gani, mimi kutwa yangu ya leo au wiki hii au mwezi huu au mwaka huu nitakuwa na mambo gani. Akiamini mambo yale, mtu kwa hakika anaingia pahala pabaya, anaondoka kumwamini mwenye ujuzi wa ghaibu, na anawaendea kuwaamini watu ambao hawawezi kutoboa wakajua jambo la wiki moja au la mwezi au la mwaka. Haiwezekani kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amefunga kwenye kitabu chake akasema, alimul ghaibi, Mwenyezi Mungu ndo peke yake mjuzi wa ghaibu. Fala yudhihiru ala ghaibihi ahada, na wala hatokezeshi akadhihirisha ghaibu yake kwa yoyote, illa, isipokuwa wanaweza kujua ghaibu, lakini sio ghaibu zote, baadhi ya mambo. Nani hao? Man irtada min rasulin, ni katika ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia katika mitume, na huwapa baadhi ya mambo ili kuonyesha ukweli wa utume wao, si kwa sababu ya kwamba wanatoboa pahala wanafika kwa sawa sana Mwenyezi Mungu, la. Wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, basi kuna miongoni mwa watu wanaokhitari maneno ya kipuuzi, kwa maneno ya upuuzi hayo, liyudhilla an sabilillah, ili kuwapoteza watu na njia ya Mwenyezi Mungu, waache kuamini Qur'ani. Na wanafanya hivyo maskini bighairi ilmin, bila ya ujuzi wowote walionao, na wanapata kufuatwa na watu. Mpiga ngoma kama atakosa wachezaji, japo kwa watoto wadogo mtaani watampata washangilie, na hiyo si ngoma chochote bali madebe tu, basi watoto wataona raha kwamba leo mtaani, leo imeingia kitu kufurahisha, watakwenda naye. Na wengine watafika mpaka kupotea kamwe, watoto watafutwa makwao, washapotea, wanafuata shengesha la ngoma. Na hawa wanaofanya upuzi huu hawakosi wafuasi, wanapata wafuasi vile vile. Wayatakidhaha huzwa, na kuifanyia njia ya Mwenyezi Mungu istihzai na kejeli na kubughudhi. Wanafika mpaka kuandika maneno ya kumtukana mtume wa Mwenyezi Mungu, kuitukana Qur'ani, kuisuta kwamba kusema kweli. Wallahi wanafanya hiyo. Mwenyezi Mungu amebashiri, amezungumza kwenye Qur'ani kwa ni moja katika miujiza ya Qur'ani kwamba kweli Qur'ani kalamullahi alqadim. Lakini mbinu hizo, lakini vitimbi hivyo Mwenyezi Mungu anavikabili vipi? Atataja mbele baadaye. Ulaika lahum adhabun muhin, aya imemalizia kwenye sura hiyo Luqman. Hao watapambana na adhabu yenye kufedhehesha.
watu hawa. Wa idha tutla alaihim ayatuna, pindi zinaposomwa juu yao aya zetu za Qur'an, mtu kama huyo utaona wala anageuka mustakbiran, akiwa na majivuno makubwa, lam yasma'aha, kama kwamba hakusikia chochote kwenye Qur'an al-Karim. Akili yake sasa imechukuliwa na ule upuuzi walioleta watu. Huna tena la kumwambia alosoma vitabu vile au magazeti yale, huna tena la kumfahamisha ukweli wa Mwenyezi Mungu, isipokuwa wala ugeuka mustakbiran, akiwa na majivuno, lam yasma'aha, muislam pengine huyo, na inakuwa kama kwamba kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Kaanna fi udhunaihi waqra, kama kwamba katika masikio yake mna uziwi. Fabashirhu, basi mbashirie mtu kama huyo, bi adhabin alim, kwa adhabu yenye kuumiza. Innahum, hakika watu duniani wabaya, kuanzia makafiri na wale wasiopenda haki, wamo kujitahidi, yakiduna, wanafanya hila, wanafanya njama, wanafanya ubaya, wanafanya kila aina ya ujanja, kaidan, vitimbi vya kutaka Qur'ani isisikilizwe. Mara makureshi nao vile vile walisema, waqalu la tasma'u lihadha alqur'ani walghaw fihi, njama kama hiyo vile vile tumika, wakasema kwamba msiitegee masikio Qur'ani hii kuisikiliza, mkisikiliza mtaumia, mtavutika tu. Walghaw fihi, na ifanyeni mayowe, ifanyeni mazogo, ifanyeni kila aina ya vurumai. Na mmoja katika vurumai, wengine si kama Tanzania kwamba watafanya mazogo msikitini, waje hapa watafanyia ghasia, la, watatuachia tukae kwa makini kabisa tusikilize. Lakini tukitoka humo tu asubuhi, tukiamka, tunaamkia sahifa za magazeti na vitabu ambamo humo mna lahu alhadith, na akili zetu zinakuwa zimebabaishwa na mambo hayo ya kidunia, lahu alhadithi. Na hatimaye utaweza kumkuta mpaka Muislamu amekaa kitako fi baitillahi, katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, badili ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kikampatia faida ndani ya msikiti, basi anafungua gazeti lake, anatazama kurasa za kidunia, siasa, mipira, hivi. Lahu alhadithi imetupata kweli kweli, na pesa zetu zinatoka tu mfukoni, zinavuja kwa sababu ya lahu alhadithi. Atakusudii kwamba watu waache, bali kule kutizama kwa baadhi ya watu wana macho mazuri ya kuonea, uzuri sana kuziangalia lahu alhadithi, kwa sababu wanapata baadaye hoja za kujibia. Kwa sababu utakapoweza kumshinda adui yako ni kujua zile mbinu wanazotumia, vile vile ujanja. Nini kinaandikwa? Kurasa zote tunazipitia zile, mpaka kwenye habari ya visa, hadithi za pakapakawa zile, basi mle vile vile imewekwa kivutio maalum. Matusi tu, mambo ya fedheha tu, mambo yaliyohusiana na mambo machafu yanaelezwa kinaga ubaga hivi, ili watu wavutike nayo, waone gazeti si hili basi, kurasa si hii basi. Kama ataambiwa hadithi inaendelea, hakubali kuikosa kabisa. Na Qur'ani inagaragara mivunguni kwenye rafu, imejaa mavumbi, Waislamu hawashughuliki nayo. Imekuwa makri wanaoitumia makafiri na kaidi wanaoitumia, kwa hakika inafanya kazi vibaya sana kwa Waislamu, katika jamii ya Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya hii, innahum yakiduna kaida, yani innahum, hakika watu wabaya, yamkuruna bin nasi, wanafanya vitimbi kwa watu, bid'awatihim, kwa wito wao, wanaotumia wito maalum, kila namna ya wito wanaotumia. Wakati mwingine kuna wito wa kuingia katika miji ya Waislamu, basi kuwaendea uchi tu natosha kuwa ni wito, unawaita na Waislamu wanaitika, hawasikii hawaoni. Basi imekuwa tena kila mmoja barabarani, mabarabara yameharibika yote, na khalafu mila na silka zimechafuliwa mpaka za Kiislamu. Hakuna tena identity ya Kiislamu kwa Muislamu. Watu wote kila muona mwandazimu, mwanamume mzima, madami yamemzunguka shingoni na hivi, na nywele zake mwanamume kazisuka, kazifanya kazi za mwanamke. Zile zote zile kwa hakika ni makr, ni mbinu maalum za kutoa watu katika dini yao. Imeonekana kitabu hicho hakiwezekani, hakuna falsafa ya kujibia kitabu hicho, isipokuwa zitumike mbinu za ujanja, na mbinu za ujanja zinafanya kazi katika baadhi ya mahala, tena kazi kubwa mno. Bid'awatihim, wanafanya vitimbi hivi kwa kutumia wito wao, ila mukhalafati alqur'ani, kuelekea kwenda kinyume na Qur'ani.
kila pahala palipokuwa pamekuja na maamuzi ya Mwenyezi Mungu, pamekuja na hukumu ya Mwenyezi Mungu, sheria, watajitahidi lazima ivunjwe sheria ile ili Qur'ani isifanye kazi. Kwani ikitumika sheria ile wakifuata watu Qur'ani, ndio ina maana batili inakaa upande, ukafiri utafika wakati hakuna tena. Ilqa'i shubuhati, wamefaulu kufanya vitimbi hivi kwa kuweka ya babaishayo, kaqaulihim, kama tamko lao pale waliposema in hiya illa hayatuna dunya, hayakuwa maneno haya na hayakuwa maisha haya tulionayo isipokuwa ni maisha ya kidunia tu. Tayari kwa kauli hiyo wamewababaisha wengi kwa hakika. Na mutu wa nahya, ndio hivi maisha, tunakufa tukawika, wengine wanazaliwa wengine wanakufa, maisha ni haya haya. Msidanganywe mkaona kwamba labda kuna maisha mengine, mtafufuliwa, kuna pepo, kuna moto. Maneno kama haya kwa wababaisha. Wa kauluhum, na pia wametumia tamko lao jingine vile vile pale waliposema man yuhyi al-'idhama, unadhani wewe nani anaweza kuhuisha mfupa au mifupa? Wa hiya ramim, nayo inavurugika kama unga, kama yule aliyekwenda mbele ya mtume kwa kukota mfupa kaburini wa zamani. Wa daraba lana mathalan, na akatupigia sisi mfano. Mwenyezi Mungu anasema wanasiya khalqahu, akasahau umbo lake lilivyo. Qala, akasema mbele ya hadhara ya watu, mbele ya Muhammad, kwa kuwa anamfedhesha, anamwadhirisha na anataka kutumia lahu alhadithi pale ili kupoteza watu malengo wasisikize Qur'an. Muhammad, waache wewe. Qala, akasema yuhyi al'idhama, nani anaweza kuhuisha mfupa kama huu? Wa hiya ramim, na unavurugika, ni wenye kuoza kabisa. Mwenyezi Mungu hoja zote kama hizi zinakuwa ni nzito sana, zinaweza kuwababaisha wengi. Anajibu, qul, waambie yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, atauhuisha mfupa huo yule ambaye ameuanzisha mara ya mwanzo kuwepo. Wa huwa bikulli khalqin alim, naye kwa kila kiumbe ni mjuzi, anamjua lini ameondoka duniani, lini amezikwa, na ardhi inafanya nini katika mwili wa binadamu. Baada ya miaka 10 mfupa kadha kadha upo, baada ya miaka 10 kitu kadha hakipo, ngozi haipo. Mwenyezi Mungu anajua, kwa sababu huwa bikulli khalqin alim. Anasema katika baadhi ya aya, qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum, kwa hakika sisi tumejua ni kitu gani ardhi inapunguza kwa wao binadamu. Wa indana, na kwetu sisi, kitabun hafidh, kiko kitabu maalum chenye kuhifadhi kila kitu, mpaka kaburini kunafanya nini kwa mila binadamu. Tunajua kwamba sasa hakuna tena, kila kitu kimevurugika, limebakia bichwa tu, skeleton la bichwa lile basi, na baadaye na hilo vile vile limeharibika. Mwenyezi Mungu anasema najua. Au kama si maneno kama hayo, wanatumia makri nyingine, bitani fihi, kwa kuleta matusi ndani ya dini, kubughudhi mtume wa Mungu na maisha yake. Mara utasikia kuna maneno, huyu Muhammad huyu alikuwa akipenda makoo tu, yeye akimiliki wake 9 kwa wakati mmoja, na wafuasi wake kawaandikia maneno, kawatajia mwisho wao 4. Jitu lilikuwa namna kama hiyo tu. Tayari watu wengine hapo walikuwa na msingi, hata kama wamezaliwa na migongo ya Waislamu, basi tayari maneno kama hayo yanawababaisha. Au bitani fihi, au kwa kuleta matusi ndani yake, bikauni rasul, kwa kumtaja mtume wa Mungu, sahiran, ama unamwita mchawi, au majnunan, au kwa kumfanya mwenda wazimu. Lakini yote hayo kwa hakika hayafanikiwi. Ndio kwanza watu wanazidi kutaka kujua Muhammad kasema nini. Au shairan, au wakati mwingine wanasema kwamba ikionekana kama haifanyi kazi uchawi, ikionekana sumu ya kwamba yeye ni mwendazimu pia haifanyi kazi. Maana maneno ya mwendazimu yanajulikana bwana. Haiwezekani mwendazimu akae pahala maneno yake watu waache kazi zao kumsikiliza. Mwendazimu ataacha wazimu wake tu. Lakini ukiona watu wameshughulika wanaandika vitabu vya tafsiri na kukataa kudurusi, ina maana kwamba maneno hayo si wazimu. Kutumia maneno mengine kwamba maneno ya Qur'ani yamepangika kama namna mashairi, upuzi mtupu, mashairi tu basi. Au shairan, au tabiyituhum qatlihi, au kukesha sasa katika njama za mwisho za kumuua msemaji, za kumuua mtume, au za kumuua dai yoyote yule ambaye analingania watu. Njama za mwisho ni mauaji, kama ilivyokuja hayo katika sura Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Nakumbuka Muhammad, ukweli wangu, ukweli wa maneno yangu, wakati walipofanya njama mbaya makafiri kwako wewe, liyuthbituka, imma wakufunge pahala mpaka ufe na njaa, au yakutuluka, au wakuue
au yukhrijuka, au wakutoe katika nchi ya Maka kufukuze. Wayamkuruna, na wakakaa usiku kucha wanafanya njama hizo, lakini wayamkurullahu, Mwenyezi Mungu alizikabili njama zile kwa kugeuza. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni mbora sana kukabirua njama za wabaya. Katika aya hii, innahum yakiduna kaida, hakika wao wanafanya vitimbi vikubwa vikubwa kutaka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu. Wa akidu kaida, na mimi ninabirua na vikabili vitimbi vyao kwa kuvishinda. Famahili kafirina, basi wapuuze tu makafiri. Amhilhum, na mimi nawapururia ruwaidan, kwa muda mfupi tu, baadaye nitawatia mkononi. Hapa katika aya hii iliyopo katika sura Al-Anfal inaoana sana na hii iliyopo katika sura At-Tariq. Katika Tariq, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Katika Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, na kumbuka walipofanya njama za ubaya makafiri ili wakufunge, au yakutuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe katika nchi ya Maka. Kwa hakika imekuja katika riwaya ambayo kidogo ina walakin, lakini ipo iliyo sahihi zaidi. Yenye walakin ni hii: wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna. Qala Sunaidu an Hajjaj, kasema Sunaid kupitia kwa Hajjaji, an Ibn Jurayj, na yeye kapokea kwa Ibn Jurayj. Anasema qala Ata'un, amesema Ata kwamba sami'tu Ubayd ibn Umair, nimemsikia Ubayd ibn Umair yakul, akisema lamma tamaru, wakati walipokaa kitako wakashauriana Makuraishi bin nabii, kwa mtume, liyuthbituhu, ili wamfanyie moja katika matatu: wamfunge mpaka afya na njaa, au yakutuluhu, au wamuue, au yukhrijuhu, au wamtoe. Walipofanya njama hizo, qala lahu ammuhu Abu Talib, alisema kumwambia Muhammad ammi yake Abu Talib kwamba mwanangu wewe, alibonyezewa siri mzee ile, kaamba sasa tufika wakati mwanao tumekwambia zamani, tupe sisi huyu tukamfanyia vya kumfanyia, tupumzike bwana. Wewe unakubali ya heshima zetu, heshima za wazee wako zinabughudhiwa na mwanao huyu? Sisi tunataka tukate mzoa fitna, tupe sisi mwanao tukamuue, tukupatie mtoto mwingine mzuri sana, mtoto aliyokuwa kazaliwa Maka hapa, mzuri wa sura, mzuri wa umbo, anatoka katika ukoo mtukufu, tutamfanya awe ni mwanao wewe. Kwa hoja mtoto tutabadilishana, utakuwa naye mwingine. Huyo kumzaa mwenyewe sini ni mtoto kaka yako tu, basi kwa hoja mtoto tutakupatia mwingine sisi. Ili wanakusudia mtoto wa Walid bin Mughira amchukue Abu Talib amlee, na Muhammad akauawe. Akataa, akasema hilo ni jambo baya sana. Wanamwambia hivyo, nyinyi mnipe mtoto wenu nikuleleeni, nimlishe hapa, nimvike hapa, alafu mwanangu mimi, damu yangu mimi kaiue? Ama leo mmenitukana sana Makuraishi nyinyi. Akakataa Abu Talib. Ikabili njama sasa zipangwe huko katika jumba la makafiri Dari Nadwa. Usiku kucha watu wamekesha. Abu Talib katokea mmoja katika wapenzi wake, akaja kumnong'oneza, kuna kitu kadha kinafanyika sasa hivi, mwanao yumo hatarini, sasa kuna njama zinafanywa, mmoja katika matatu atamfanyia mwanao. Basi Abu Talib alimwambia Muhammad, hal tadri ma itamaru bika, mwanangu unalijua jambo gani sasa wameshauriana Makuraishi kwako? Naona mwanangu sasa balaa itakuja za kufika sasa. Qala, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, ninajua. Utajuaje? Najua yuriduna an yasjununani, wanataka wanifungie mimi pahala mpaka mimi, au yaktuluni, au waniue mimi, au yukhrijuni, au wanitoe katika nchi ya Maka, ili kukata mzoa fitna, wapumzike nafsi zao na mimi. Abu Talib hapa kidogo alipigwa na butwaa. Qala, akasema, man akhbaraka bihadha, Muhammad ibn Nabii, nani kaja kakunong'oneza siri hii? Maana siri hii ndio kwanza ilikuwa mbichi, fresh kabisa, hot cake. Usiku njama zimepangwa, alfajiri Abu Talib anamuuliza mwanawe, na Muhammad tayari anayo habari ile. Qala,
Mtume akajibu, alinipa habari Rabbi, Mola wangu kanijulisha mimi jambo hilo. Huku wao wanapanga na mimi naambiwa, katika wakati ule ule wao wanapanga, mimi naambiwa. Qala, basi hapo alitamka Abu Talib, ni'ma rabbu rabbuka. Ikiwa ni hivyo, basi katika Mola aliye bora zaidi, mzuri zaidi, kwa hakika ni Mola wako Muhammad. La kusikitisha, ammi yake mtume huyo, pamoja na maneno haya na mengine mengi aliyotamka, amekufa bila shahada. Ni'ma rabbu rabbuka, katika Mola aliye bora zaidi ni Mola wako Muhammad. Mimi ninavyoona, istausi bihi khaira, muusie Mungu wako huyo khairi. Yuko mbali maskini Abu Talib, itikadi ya kikafiri, maana wao wanakwenda kuyahusia masanamu yao bwana, wanasema nao sanamu na kuhusia, sanamu na kuhusia fulani kaza 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 na kuhusia kaza namna hii, wanasema nayo wanakuhusia hasa kama kama nasikia. Basi akamwambia muusie Mola wako khairi, maana yeye amekuwa ni'ma rabbu rabbuka. Qala, mtume akajibu, ana astausi bihi, mimi nimuhusie Mungu wangu, bal huwa yastausi bi, bali yeye ndiye mwenye kunihusia mimi, sio mimi kumuhusia yeye, yeye anihusia mimi. Kwa hakika habari hii masnadi yake kwa hakika imekuwa ni gharibu, mingeni, kwa sababu Abu Talib amezungumza na mtume maneno hayo Maka, na aya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, ile kwa hakika imekuja kuteremkia Madina. Mtume anakumbushwa muujiza wa Mwenyezi Mungu, na hizo njama za kutaka mtume afungwe au auawe au atolewe zilifanywa baada ya wafati Abu Talib, baada ya kifo cha Abu Talib. Ndipo watu walipokuwa wakifanya njama hizo. Hijra ya mtume imepatikana baada ya kifo cha Abu Talib kwa siku, na kifo cha mtume Khadija baada ya kumalizika amul huzni. Kwa hivyo kisa hichi kidogo kinakuwa kina walakin huo, kwa sababu kimekwenda kinyume na tarehe, au labda njama zilipangwa toka zamani, ikawa tukio hilo si la kwanza, ni tukio jingine. Lakini katika tarehe hakuna pahala au wakati walipopanga Makureishi kumuua mtume, ila katika wakati walipofika kuhajiri mtume. Aya ile wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ndio nazungumza chanzo cha hijra ya mtume kuelekea Madina, ni tukio lile la njama za kutaka uawe. Lakini tunapoipokea kwa sahihi zaidi ni hapa ani ibn Abbas, kutokana na Abdullah bin Abbas, anna nafaran min Quraish min ashrafi kulli qabilatin. Anazungumza ibn Abbas sasa ya kwamba kikundi cha Makureishi, nafaran yani idadi ya watu wasiozidi 10, kuanzia 3 mpaka 10, kikundi min ashrafi kulli kabilatin, katika watukufu wa kila kabila, ijtamau, walikusanyika, liyadkhulu dar an-nadwa, ili waingie katika jumba kubwa la mkutano hilo lilikuwa kiitwa dar an-nadwa. Wamekwenda kwa ajili ya mashauri, maana mambo yalikuwa ni wakaa kwenye koo. Kila siku Muhammadi anapata wafuasi na wanahisi kwamba wakubwa hawa liyadkhulu dar an-nadwa, ili kuingia jumba la mkutano. Fa'taradhahum iblisu fi surati shaykhin jalil, katikati kabla ya kuingia katika jumba la mkutano akatokeza ibilisi pale. Lakini Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kuchukua kivuli cha taswiri ya mtu, ila sura ya Muhammadi hawezi shetani kujigiza nayo, lakini watu wengine wote wale anaweza kujigiza nayo. Akakutokezea mtu kama unamjua sana, kadha 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 kadha, na ukaona mwenzangu sana mimi huyo, kumbe ibilisi akakufikia, akawatokezea, akawaingilia kati ibilisi, na kaja fi surati shaykhin jalilin, akiwa katika sura ya mtu mzima mwenye heshima, kavaa vizuri, kajitokeza kwa kuwajua hasa Makureishi nani wanamheshimu, akivaa vipi wanamheshimu, ndevu zake akizifuga vipi wanamheshimu, katokeza vile. Falamma raau, Makureishi nje ya jumba la mkutano walimkuta mtu huyu, walipomuona tu qalu lahu, walimuuliza man anta, wewe mzee nani wewe? Hili jambo lilikuwa ni siri pevu mno. Nani huyo aliojua hapa mkutano leo dhidi ya Muhammadi, mkutano uliohusu moja katika matatu atafanyika? Wao walikutana kwamba wamfanyie ubaya wote ule, wakati wa rai hazikutolewa, lakini nia ni kwamba wafanyie nini kumzuia Muhammad. Maudhui hii kwa hakika ni muhimu sana, ili kujua watu uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukweli wa Qur'ani, na mtu akikamata jambo madhubuti awe anajihisi kwamba kakamata kitu gani. Hapana kuvunjika moyo, hapana kukata tamaa.
Mwenyezi Mungu yuko nyuma yake. Innahum yakiduna kaidan, na namna zinapokelewa vitimbi, wa akidu kaida. Vipi utajua, vipi utathibitikiwa na namna Mwenyezi Mungu anavyosema akidu, ana akidu kaidan, mimi ninakabili vitimbi kwa kuvibirua. Hayo mambo kwa hakika yametokezea wakati wa Nabii Isa, wakati wa Nabii Musa, kila mtume, Nabii Ibrahim. Lakini kwetu sisi tunapata ibra kubwa kwa tokeo zima la maisha ya Muhammad bwana. Pana mambo makubwa mno hapo. Vipi Mwenyezi Mungu amekabili vitimbi vile kwa kusema akidu kaidan. Haya, mzee anaulizwa pale, Ibilisi kaja kwa shura mtu mzima mwenye heshima kubwa, man anta, wewe nani mzee uko hapa leo? Qala, akajibu, shaykhun min ahli Najd, mimi bwana ni mtu mzima katika watu wa upande wa Najd. Tumepata habari ya mnongono wa siri kwamba kuna jambo muhimu sana katika mkutano wa jumba hili Dari Nadwa usiku huu. Kwa hakika nimeona kwamba nisikuachieni peke yenu vijana, nije nikushauri. Mimi ni mtu mzima natokea upande wa Najd. Sami'tu, nimepata habari, annakum, ya kwamba nyinyi ijtama'tum, mmekusanyika hapa leo kwa jambo muhimu. Fa aradtu, nikakusudia mimi, an ahdurakum, nikuhudhurieni, walan ya'damikum, na ili isikosekane kwenye nyinyi rai yangu, wa nusuhi, na nasaha zangu. Nimeona kwamba hii ni fursa adhimu nitumie. Kwa maneno yale Makoresho walielewa. Hamjui nani kaja kusura kibinadamu? Qalu ajal, wakamjibu ndivyo mzee, kweli kabisa, leo pana mkutano mkubwa sana hapa, na kwa hakika tunahitaji rai za watu wazima kama wewe. Udkhul, ingia ndani, pita, ruksa kwako wewe, pita. Leo hapa ingii mtu mwingine ovyo ovyo. Hapa ni mkutano wa watu nyeti, watu muhimu mno. Hii ni siri kubwa. Wanafanya siri kubwa kwa sababu Muhammad amezaliwa akiwa ni katika ukoo wa Bani Hashim, na amekusu makabila mengi ya Kikureshi. Kila mtu utakuwa Muhammad amemkusu japo kidogo. Kwa hivyo hizi njama kama utakufanya waziwazi, kuna baadhi ya watu watazipinga. Wale kusanyana wale ambao wanajijua wenyewe kwamba hawawezi kutoa siri ile, na kwamba wanamtukia zaidi Muhammad kuliko yote. Fadakhala ma'ahum, mtu mzima yule, yani Ibilisi, akaingia pamoja nao na Quraishi. Fakala, baada ya kufika yeye akachukua nafasi ya uwenyekiti, akaambia, hapa mimi nina hold mkutano huu, hapana maskhara leo hapa, na kabla hamjasema lolote nachieni mtu mzima kwanza nianze mambo. Unduru, nakwambieni vijana, angalieni makini kabisa, fi sha'ni hadha ar-rajuli, kuhusu jambo la mtu huyu. Huyu mtu ni dangerous, huyu mtu hatari, atakuharibieni kizazi chenu, atachafua silka zenu, ataondosha mila zenu. Hawa watu kama hawa wana hatari duniani hawa, angalieni vizuri. Ndio nikaja mlio hapa nitoe mchango wangu. Makoreshi wanataka kitu kusema, leo tutapata mawazo mazuri, huyu ndo mtu tunamtaka sisi, mtu kama huyu. Unduru fi shani hadha rajul, wallahi mimi nakuapieni kwa Mwenyezi Mungu. Na Makoreshi kuapa kwa Mwenyezi Mungu, jambo hilo walikubali, walijua yale masanamu. Kwa hakika wenyewe wanasema, ma na'buduhum, sisi hatuyaabudu haya moja kwa moja kwamba tunayafanya kama ni miungu hasa, la, illa isipokuwa majina yao hawa, kina Lata, Uzza, Manata na kadhalika na kadhalika. Hawa walikuwa binadamu wenye majina hayo, na sisi kwa hakika walipokufa tukawa tuweke kumbukumbu, tuwakumbuke wazee wetu. Kwa hivyo shetani akawafanya na waabudia, lakini lengo lao la mwanzo kabisa lilikuwa ni kuwakumbuka, ni kuwaheshimu. Kwa hivyo wenyewe wakiitakidi, maana abuduhum, sisi hatuwaabudia hawa moja kwa moja, illa liyukarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa watukurubishe kwa Mwenyezi Mungu mkurubisho mzuri. Na ndio ikawa shiriki yenyewe ndio hiyo. Na watu wengi hata kama Makureshi mpaka leo wanahisi kwamba kule kuwaita watu kama Ali bin Abi Talib, nadi aliyan madhhar al-ajaibi, kwa hakika wanapomwita Ali, ya Ali adrikni, wanasema kwamba tumwabudu hapa sisi. Huyu ni mtu mkubwa, ana mambo makubwa huyu mtu kapewa bendera na mtume huyu bwana. Katika vita vya Khaibar mtume kasema kabla kumpa bendera, kesho nitampa bendera mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anampenda yeye. Anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, na Mwenyezi Mungu na mtume wanampenda yeye. Huyo akipewa bendera ataleta ushindi kwenye mikono yake. Mtu maskhara huyo. Kwa hivyo sisi hatumwabudu sisi, lakini yeye ni mtu ambaye yuko karibu na Mwenyezi Mungu, na tunataka na sisi vile vile atukurubishe kwa Mwenyezi Mungu huyo. Ndio shiriki yenyewe hiyo. Na wengine si Ali, wengine Abdul Qadir Jailani.
kwa hakika mpaka leo wao wanasema kwamba hawamwabudii, lakini yeye ni mtu mwenye mambo makubwa, ana makarama makubwa. Kwa hivyo wanamuita ya Ghauthul A'zam, ewe mwokozi mkuu, adirikni, nidiriki. Tayari ni shirki yenyewe. Ukimwacha Mwenyezi Mungu basi ndio shirki na ndio. Basi akawaambia, wallahi mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu. Makoreshi kiapo hicho hawana, walakin nacho. Na Ibilisi kasoma tabia za watu, anashiriki katika mambo mbalimbali, anawajua watu interest zao zilivyo, anajua vizuri Makoreshi kama Mwenyezi Mungu hawambughudhi. Anajua kwamba wala in sa'altahum, kama utawauliza wao, man khalaqa samawati wal arda, nani kaumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allahu, watakwambia Mwenyezi Mungu, au la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, ameziumba hizo mwenye nguvu, mwenye aliyemjuzi, watakwambia hivyo. Akawaapia, wallahi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, la yushikanna an yuwathibakum, huyu mtu kama mtamwachilia siku chache zijazo, inaogopewa, inachukuliwa, inakaribia muda mfupi kwamba huyu atakuvamieni, atakutupieni fi amrikum bi amrihi, katika jambo lenu mlilo nalo, kwa jambo lake litashinda lazima. Waungu wenu hawa hamna falsafa ya kuzungumza naye nyinyi Muhammad abadan. Lolote mtakalosema, si mnasema mtu kama shairi, imefanikiwa ile, kufanikiwa. Mmesema kama huyu ni mchawi, imefanikiwa hiyo, haikufanikiwa. Mbona anapata fuasi na uchawi alionao? Mmesema kama ni muongo, uongo mmefeli, kwa sababu mali zenu anazo yeye na ni mkweli mwaminifu. Mnafeli, mwajitukana wenyewe mkisema muongo. Na mmesema wenda wazimu, watu wanapima maneno yake na wenda wazimu hawaoni kwamba kuna wazimu ndani yake. Na mmesema kwamba Qur'ani hii ifanyiwe fujo, ifanyiwe zogo ili watu wasitege masikio, lakini mbona inategewa masikio bado? Imekuja na system nyingine Qur'ani, sura zinaanzwa kwa harufu za mkato, akitaka asitaki mtu anasikiliza. Alif lam mim hamim yasin taha kafa ya ain sad. Alimradi nyinyi mmeshindwa, kila mlolileta mmeshindwa. Na mtu mzima kwa hakika ameanza mkutano kwa ajenda iliyokuwa moto. Faqala qailun minhum, akasema msemaji miongoni mwao, mzee tumekusikia kwa hakika. Na hapo ulipoanza ndio pazuri pa kuondokea. Mimi nasemaje? Habari ya wazimu sasa na mtunga mashairi na kwamba ni mchawi na muongo, tuwawache maneno hayo, hatufanikiwi kweli bwana. Lakini ninavyo mimi, ihbisuhu, huyu mfungeni, mzulieni pahala kwenye chumba au popote pale, fi withaqin, tena mumzuia akiwa na pingu za mikono na miguu. Thumma tarabbasu, kisha mkae msubiri, bihi, kumsubiria yeye, raibal manuni, ule msiba wa mauti umfike, atakufa tu, hata yahalika, ili afilie mbali pale kwenye pingu. Msimpe chakula wala maji, afe hivi na njaa, kama halaka man kana qablahu, kama walivyoangamia waliokuwepo hapa duniani kabla yake yeye, minashuarai, katika washairi. Waliudhi watu washairi hao, wanajidai wana balagha, maneno yao ya matusi hayapingiki. Washairi wengi walipita kama yeye huyo, basi auawe naye vile vile, afungiliwe mbali mbali. Kama halaka man kana qablakum min ash-shu'ara'i, wakawataja pale majina yao. Alikuwa hapa Zahirun wan Nabiqa, tumewaua hivi hivi sisi bwana, la tumefungia pahala hivi kafila balini, tukapumzika na maudhi yao. Inma huwa ka ahadihim, na huyu naye Muhammad ni ka ahadihim, kama mmoja wao vile vile. Fanyeni hivyo. Qala, anasema Ibn Abbasi, fasakha aduullahi ash-shaykh an-Najdi, akapiga kelele pale adui wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Ibilisi pale, kajitokeza kama ni mtu mzima anayetoka Najdi. Na Najdi kunajulikana kwamba kuna watu wasompenda mtume kabisa. Akapiga ngumi meza, nikaja hapa mimi nikajua kwamba hamna mawazo mazuri. Ati mawazo gani haya? Mfunge. Faqala, akaapa tena kwa mara ya pili, wallahi ma hadha lakum bira'yin, kwa hakika haikuwa hii kwenu nyinyi ni wazo zuri, hii mtaangamia. Wallahi naapa tena, la yukhrijannahu rabbuhu, huyu Muhammad bwana kwa alivyo Mola wake atamtoa tu. Yeye mfungeni pingu, mumfunge chumbani, Mola wake atamtoa. Nyie bado mnamfahamu ni nani? Bado huyu mtu mwingine ana Mungu wake, huyu atamtoa min mahbasi, kutoka kifungoni kwake alikofungwa, atatolewa huyo na atakwenda ila ashabi, kwa hao masahaba wake,
fala yushikanna, na akifika huko wanafanya jeshi sasa, inaogopewa an yathibu alaihi, kwamba watakuja kuungana naye, hata yaakhudhuhu, ili wampokee wamchukue, min aidikum, kutoka mikononi mwenu, fayamnauhu, hapo tena ndipo atapomzuilia huyo Muhammad, minkum, kutokana na nyinyi, fama amana alaikum, na wakati huo itakuwa hakuna salama juu yenu, an yukhrijukum min biladikum, yeye na masahaba wake atapana nguvu na watakutoweni katika nchi yenu hii, aliyakuwa ni mateka, mmekwisha. Hilo jambo msilifanye. Rai hiyo ya kumfunga hiyo iwacheni kabisa, huyu atakuponyokeni tu, atatoka tu, tafuteni jingine nizungumze, lakini kwa hilo kabisa kabisa hamkuwafika. Tafuteni jingine atazungumza. Mtu mzima atokaye Najdi kaja pale, kama ni mtu mwenye heshima kubwa, kavaa vazi la heshima sana, naye ilikuwa ni Ibilisi, akaikataa rai ile kufungwa. Qalu, Makureisho katazamana pale, wakasema kwa hakika jamaa, sadaqa shaykhu, mtu mzima kwa hakika amesema kweli. Kwani tumemkamia mara ngapi Muhammad bwana? Sisi tumeona wenyewe bwana. Abu Jahal kachukua jiwe kwenda kumtupia nalo Kaaba, mbona kashindwa? Mbona karudi nalo kinyume nyume jiwe, kalitupia mbaki na mbio. Anayosema mtu mzima kweli atamtoa huyu Muhammad. Tufikirie jingine bora. Fandhuru fi ghairi hadha, angalieni rai nyingine sio kwa hii. Mimi nakaa kitako, rai yangu ishapingwa, kaka kitako ile mtu pale. Anangojea watu wengine sasa rai nyingine. Qala qailun minhum, akasema msemaji miongoni mwao, akhrijuhu min baini adhhurikum, mimi ninavyoona mtoweni huyu kati yenu hapa, asiishi tena hapa Maka. Fatastarihu minhum, tamtoa basi mtapumzika na yeye, fa innahu, kwani yeye idha kharaja, atapotoka hapa tu, hii fujo yote ni kwamba yumo ndani, jamaa anaharibu ndani. Na Maka hii kama mnavyojua, pana Kaaba hapa, Waarabu wanakuja hapa kwa msimu wa Hija kila mwaka. Sasa wakifika, wanafika makabila mbalimbali, huyu anamwaga sumu yake, wakimtegea sikio wanaondoka nayo, sumu ile inazidi kutapakaa tu sumu hii, na sisi tunamalizikiwa na watu wetu, anawateka na kuwateka. Fa innahu idha kharaja, kwani mtapomtoa huyu, atapotoka, la yadhurrukum ma sanaa, hayatukudhuruni tena tuyafanya. Yuko mbali, yuko huko sisi tuna Kaaba yetu na hivi na hivi, watu wakifika tutawaambia maneno, wataridhika. Wa aina waqa, na popote atapotokezea huyu, idha ghaba ankum, madhali yuko mbali na nyinyi, basi idha ghaba ankum adhahu, wakati maudhi yake yako mbali na nyinyi, wastarahtum, na mkapata kupumzika na maudhi yake, wa kana amruhu fi ghairikum, na jambo tena litakuwa si kwenu nyinyi, bala litawaondokea wengine, mwacha akazungumze puziwa huko wengine huko, sio hapa, tumtoweni hapa. Faqala shaykhun Najdi, hii ya pili kwamba atolewe yule mtu mzima atokaye kwenda Najdi ambaye ni Ibilisi laatullahi alayhi, akasema wallahi bado hatujafika pahala, na apa kwa Mungu, ma hadha lakum bira'in, haikuwa hii vile vile kwa nyinyi rai yenye busara. Mtakujibini, nakwambieni vipi? Alam tarau, kwani nyinyi hamjaona halawata kauli, utamu wa kauli yake Muhammad asema nini? Walid bin Mughira amekwambia nini kuhusu Qur'ani hii? Kasemaje Walid bin Mughira? Mnamdharau Walid? Hamwamini Walid? Mmesahau siku alipokwenda kufanya competition ya maneno na Muhammad, karejea vipi huyu Walid? Kweli bwana, tumekafilika nayo. Mmesahau kama Walid mnomtegemea, bingwa mwenye balagha, mtunga mashairi, kenda kuchuana na Muhammad ili amwangushe, ili aonekane nani pale msemaji. Kwa hakika alipokurejeeni alikwambieni nini? Alikwambieni inna kalama Muhammadin la halawa, maneno ya Muhammad matamu mno. Mtu kama Walid bin Mughira kutamka hivyo, mtafeli nyinyi mkimtoa, atakwenda kusambaza maneno haya kwingine na Maka itaharibika hii. Wa innahu la talawa, na kwa hakika maana yake imekwenda kwa urefu mno. Wa innahu ya'lu, na siku zote maneno ya Muhammad yatakuwa juu, wala yu'la alayhi, na hayatakaliwa juu yake na chochote kingine. Mmesahau kwamba Walid bingwa wenu mnomtegemea katamka hivyo, kasalimu amri. Wa talaqata lisanihi,
na isitoshe ulimi aliyopewa Muhammad na Mola wake ni ulimi talaka, ulimi wenye fasaha. Anazungumza Kiarabu kilichokuwa mubin, hazungumzi lugha ya vijijini vitongojini, hatumii broken language, anatumia lugha ambayo ni fasaha. Lazima asalim amri yoyote yule Mwarabu kwa utamu wa maneno yake, ulimi wake vile vile mtamu mno. Isitoshe, la tatu, wa akhadha alqulubu, na nyoyo siku zote zinayapokea ma tasma'u, yale ambayo nyoyo zimesikiliza, min hadithi, katika maneno yake. Nyoyo hazikubali, zinachukua, zinaondoka nayo. Hamuone hapa mnaangamia, kike kwa kiume, mkubwa mdogo, tajiri mtumwa, mpaka watumwa wenu wamekutokeni hapa wenyewe, hamjaleta fikra yoyote bado. Wallahi mimi ninaapa kwa Mungu na kuwapieni tena kwa mara nyingine, la in fa'altum, kama mtalifanya hilo la kumtoa, kumfukuza ende kwengine, thumma sta'arada al-arabu, kisha wakenda kumtegea sikio wa Arabu, na kuwapieni la yajtami'anna alayhi, wallahi wa Arabu watamkusanyikia huyo kumsikiliza. Wakimkusanyikia, wakimsikiliza, watamwamini, na wakimwamini la yatiyanna ilaikum, watakujieni wa Arabu wote kwenu nyinyi na yeye Muhammad, hata yukhrijakum, mpaka watakutoweni, min biladikum, katika miji yenu hii, wayaktula ashrafakum, na watawaua watukufu wenu. Hiyo si rai kabisa. Nasemaje wanangu, ni bora zaidi mkafikiria rai nyingine. Bado kabisa amesema kitu hapa, qalu, wakasema vile vile Makureshi hapa, sadaqa, wallahi mtu mzima huyu leo kama tungemkosa hapa sisi katika mkutano huu ingekuwaje? Anazungumza maneno mzee huyu, anaingia akilini kweli. Hii kitu tutafanya makosa sisi tukimtoa hapa, ni kwamba tunakwenda kupa nafasi ya kueneza hicho kitu zaidi. Wallahi tunapa kwa Mwenyezi Mungu sasa, fandhuru ra'yakum ghaira hadha, anawaambia mtu mzima yule wanajili Ibilisi, angalieni rai yenu nyingine sio kwa hii. Mimi nakusikilizeni, mkizungumza kitu kiingia akilini, mimi nitakisapoti. Msinifikirie kama namtetea Muhammad hivyo hapa, simpendi mimi bwana, kaniudhi sana, na nimekuja hapa kusaidieni. Rai zote hizi mimi nazipita X, hazifai. Qala, anasema Ibn Abbasi mwenye kusimulia habari hii, faqala Abu Jahl la'anahu Allah. Sasa linuka Abu Jahl, ambao wao wa Qurayshi wanampa jina, wanamuita Abul Hakam, baba lenye hikma jiki. Yuko pale kimya, alikuwa anasikiliza tu, akasema wallahi mimi sasa naapa kwa Mungu vile vile, la ushiranna alaikum, nitashauri kwenu nyinyi, nitatoa hisia zangu mimi kwenu, bira'in, nitatoa rai sasa, ma arakum absartumuhu, sijakuoneni kwamba mmeigundua rai hiyo. Na kwa nini nazungumza tu hapa, nawabaishana tu, mimi ninayo mawazo. Ma arakum absartumuhu ba'du, sijakuoneni kama mmeigundua rai hiyo, bado mmeiona. La ara ghairahu, nasioni kama tutaweza kutoa rai nyingine. Kwa hiyo kama mtaiona hiyo haifai, basi tuvunje mkutano kwa leo, tuwekeni miadi siku nyingine. Kwa leo hatufanyi kitu hapa. Qalu, kwa pamoja Makureshi akamwambia, ma huwa, ipi hiyo? Sema Abu Jahl, Abul Hakam. Qala, nionavyo mimi, anasema Abu Jahl, taakhudhuna min kulli qabilatin, mchukue kila kabila ghulaman, atoke kijana mmoja, shababi, kijana, kila kabila atolewe kijana wao. Ghulaman shaban, mtoto aliye kijana sana, wasatan, yuko kati katika ujana, ana nguvu za kutosha, nahdan, mwenye nguvu za kutosha. Thumma yu'ta, kisha apewe, kullu ghulam, kila kijana, minhum, katika hao vijana, saifan, akabidhiwe upanga rasmi, swariman, wenye kumemetuka kwa ukali, unang'ara, mkali mno. Kila kijana apewe, watafute watu vijana wazuri, sio sisi watu wazima. Akishapewa upanga kila kijana, thumma yadribunahu, kisha vijana hao tuwaambie wanampiga Muhammad darbata rajulin wahidin, pigo kama kwamba anapiga mtu mmoja tu, darbata rajulin wahidin. Waseme hasa moja, mbili, ile ikifika tatu watu wote wanapiga pale mmoja mmoja. Kwa kufanya hivyo, fa idha qataluhu, wakimuua yeye, tafarraqa damuhu, itatawanyika damu yake Muhammad,
fil qabaili, itahusu makabila kulliha yote, hakuna atakayesalimika, itakuwa kila mmoja kaua. Kwa hivyo fama adhunnu, sifikirii mimi, hadha alhayya, kitongoji hichi, kabila hili, min bani Hashim, katika ukoo wake wa zaidi wa bani Hashim, sifikiri kabila lile lenye watu wachache, yukawiuna, kwamba wataweza kuwa na nguvu, ala harbi quraish kulliha, kupambana na makuraishi wote. Hapo itakuwa hayumo bani Hashim tu, na bani Hashim ni kidogo kwetu sisi hapa. Tukishakuwa tumeshiriki sote kuua bani Hashim, tutaweka kando kwamba sasa njoni, kama mwataka kisasi njoni. Fa innahum idha ra'u dhalika, na bani Hashim wakiona hayo, bila ya shaka qabilu al-aqla, watakubali kuchukua fidia. Watakubali kuchukua fidia, mtu wao kauaudhi, wamekwisha. Na fidia tutakosa sisi, tutawapa ngamia watakao, kama 100,000 tutawapa sisi kwa roho ya Muhammad. Wastarahna, na hapo tutapumzika. Wakata'na anna adhahu, na itakuwa tumekatilia mbali sisi upande wetu maudhi yake, hayapo tena wakati huo. Qala, anasema Ibn Abbasi, faqala shaykh an-Najdi, mtu mzima wa Najdi ambaye ni Ibilisi, akasema hadha wallahi ar-ra'yu, hii na hapa kwa Mwenyezi Mungu ndo rai. Sasa umesema, sasa umesema. Kumbe mnao watu wazuri sana nyinyi Makureshi, kumbe mna watu wenye hikma kubwa. Huyu kweli mmempa jina Abul Hakam, Abul Hakam kweli. Wallahi hadha huwa ar-ra'yu, hii ndo hasarai. Alqawlu, neno la kufuatwa. Mkutano tumalizieni. Ma qala al-fata, ni neno alosema kijana huyu. La ara ghairahu, na mimi sioni kama kuna rai nyingine. Kwa hiyo shirikianeni hapa kumuua kwa pamoja Muhammad. Qala, anasema Ibn Abbas, fatafarraqu ala dhalika, wakaachana kwenye mkutano ule juu ya rai hiyo ndio iliyokubaliwa. Wa hum, nao majmu'una lahu, ni kwamba watamkusanyikia Muhammad kwa kumuua kwa pamoja, na watawachagua vijana rasmi huko aliko Muhammad. Fa ata Jibrilu nabiyya, Jibril kama ndiye mtume sallama, fa amarahu, akampa habari, an la yabita fi madhi'ihi, ya kwamba usiku ule uliopangwa tokeo lile asilale katika nafasi yake ambayo analala kila siku, alladhi kana yabitu fihi, nafasi ambayo ilikuwa yeye analala pale. Wa akhbarahu, na akampa habari, bimakri alqaumi, kwa vitimbi walifanya watu. Falam yabit Rasulullah, basi hakulala nyumba Mwenyezi Mungu, fi baitihi tilka, katika nyumba yake hiyo, al-lailata, usiku ule, pale ambapo alikuwa analala pengine, ikiwa ndani nyumba ile ile au pale pengine pale. Alimwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib alale yeye pale. Adhina Allahu lahu inda dhalika al-khuruj, Mwenyezi Mungu akampa idhini pale, sasa ushafika wakati wa kutoka, ondoka sasa. Anzala Allahu alayhi ba'da qudumihi, ndipo Mwenyezi Mungu alipomteremshia juu yake baada ya kuingia al-Madina, ikateremka sura al-Anfal, yudhakiru, Mwenyezi Mungu anamkumbusha ni'amahu alayhi, neema alomfanyia, muujiza alomfanyia, wa balaahu, na neema yake indahu kwake yeye, ndio ile aya wa idh yamkuru. Unakumbuka Muhammad, lakini wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, unakumbuka makafiri walipofanya njama wa kufungia pahala, rai ile ikakosekana, ikashindwa, Iblis kaikataa. Kumbe yeye mwenyewe Iblis na wadui mkubwa alionao, kumbe ile mawazo yake yalikuwa yanachangia Muhammad afanikiwe zaidi, aokoke. Na ndivyo inavyokuwa mtu akikamata jambo hili kweli. Hata zile njama za ubaya zikitoka, inakuwa ni njama za kumsukuma zaidi mtu zaidi juu kabisa. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah, kama ilivyokuja katika aya nyingine, hakika makafiri wanatumia mpaka mali zao kuzuia dini ya Mwenyezi Mungu sije juu. Mwenyezi Mungu anasema fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlibun, watazitoa mali hizo kisha zitakuja kuwa ni majuto kwa wao, kisha watashindwa. Hili jambo kwa Mwenyezi Mungu ameshaamua mwenyewe, liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafiruna, ataishindisha Mwenyezi Mungu dini hii dhidi ya dini zote, hata kama wamechukia namna gani ya makafiri. Basi tuje tuangalie katika darasa ijayo tafsiri hiyo miujiza yenyewe hasa, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, hiyo kaidi ya Mwenyezi Mungu hasa kwa Muhammad aliifanya vipi?
katika hijra mtume alipokuwa vipi ilitokezea, nini kilifanyika? Hapo ndipo penye miujiza mikubwa zaidi. Miujiza ya kwanza ni katika Dari Nadwa. Ibilisi katokea kwa ajili ya lengo la kummaliza Muhammad kwa hakika. Amezikataa rai mbili, akasema hii ya tatu kwa hakika ndio hasa fanyeni. Yeye anajijua ana nafasi kwa Muhammad, hawezi kumdhuru abadan. Mara ngapi katokeza kwa Muhammad kutaka kumdhuru, kashindwa. Katokeza mpaka ndani ya sala akamvizia wakati Muhammad ana khushui kabisa, akatomeza baadhi ya wafuasi wake, kakanyuma pembeni, akamwambia Muhammad, mkitaka kummaliza mvizieni anapofunga swala kwa Allahu Akbar, yeye anazama sana, anakuwa mbele ya Mola wake, pale mwendeni mkammalize. Kaja huyo komando aliotumwa hapo, kaja na kijinga cha moto. Shetani katokeza na kijinga cha moto, yuqalu lahu Khanzab, anaitwa Khanzab. Mtume siku ya swali kaonekana mikono yake mbele imeshughulika. Uko na swala ya fardhi, maamuma kwa nyuma yake. Anaonekana kwamba kashughulika, anafanya hivi. Ingawa tukio hilo lilifanyika baadaye Madina, lakini ni kwa kiasi cha kuonyesha kwamba shetani Ibilisi ameshindwa kumkabili Muhammad. Mpaka makomando wake wameshindwa vile vile. Kaonekana mbele na mikono anapeleka, anapigana, anafanya nini? Baada ya sala watu wakamuuliza, ya Rasulullah, nadhani kimeongezeka kitu katika sala vile vile, tukijue na sisi. Tumeona mambo mapya katika sala leo. Mikono mbele na kwenda kwa ghadhabu. Je, kama kuna kitu kipya na sisi tukijue vitu chafunga sala zetu, tujue tu kwamba tuogelee na sisi vile vile. Na tunaona takbira kuhirimia Allahu Akbar. Ukenda kwenye rukuu na mikono vile vile, ukitoka katika rukuu mikono kama hivyo. Sasa tumeona kitu ziada leo, wakati wa kiraa unasoma, tumeona kwamba leo pana mapambano mengine, mikono inakuwa kaza. Je, kama hiyo ndio swala yenyewe vile vile tuambie. Mtume akamwambia, la, hiyo swala sio. Mimi kama kuna kitu kimeongezeka nitakwambieni kabla ya kuswali kwamba leo nimeambiwa na Jibrili ni swali hivi. Nitakwambieni kwanza alafu swali. Lakini kaja shetani na kijinga cha moto anaitwa Khanzabu, ati ananitisha mimi, ati atakuniingia mimi, atakunimaliza mimi. Basi kwa hakika nimemnyaka, nikamtia mbaroni, na nimembaka, nimembanya, nimemtia kabari, mpaka nimeuhisi ubaridi wa ulimi wake. Asili ya majini ni moto, lakini sio moto tena kila kizazi moto. Kama ilivyo asili ya binadamu ni udongo, sio kwamba watu wote ni udongo, baada yake imekuja damu, maji ya manii na hivi na hivi. Kwa hivyo na shetani vile vile anahisiwa ubaridi vile vile baadaye kwa vizazi vyake. Nikamhisi kwamba ni baridi ulimi wake. Mtume akasema, laula da'watu akhi Suleiman, laiti kama si dua ya ndugu yangu Suleiman aliyoiomba. Suleiman ndugu yangu Mtume amesema, rabbi qad ataitani min almulki ma la yanbaghi ahadan min khalqik. Mola wangu, umenipa mimi katika ufalme huu, ufalme mkubwa sana huu, kuweza kusikiliza mpaka sauti na lugha za sisimizi, kuweza kuwamiliki majini, kuweza kutoa amri kwenye upepo, uje nichukue mimi nini ninakotaka,